1-0 na walikuwa wana uwezo wa kulinda kile ambacho walikuwa nacho, lakini goli la kwanza mistake ya kuanzia kwa goalkeeper mpaka kwa wachezaji wake wa ndani. Sijui ya Masi ya Basogi kapatwa na nini mpaka anashindwa kucommand ukuta. Na nikawa nawaza tu kwamba ile goli kama wangefungwa mechi na wale ambao wanahusishwa nao kama ndugu zao pengine ingeweza kupeana sana. Yes, lakini Singida ina machangamoto yake ya msimu huu ambayo inayapitia ndani ya pitch na kiufundi pia, na ushangae hata kuona kila siku wanabadilisha walimu kwa sababu wana hizo changamoto ambazo wanapaswa kuweza kuzichukua. Lakini haikuwa story mpya kwao. Mwaka 2023 tarehe 13 mwezi Januari walipoteza pia kwa bao 2-1 dhidi ya hawa Mlandege kwa mabao ya Francis Kazadi Kasengu. Na performance yao haikuwa bora sana, kwa hiyo sijashangaa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa upande wao, na nafikiri wana nafasi ya kuimprove, lakini ili waweze kuimprove kwa uhakika ni lazima waweze kufanya vitu vingi vya msingi ambavyo vinahitajika kuanzia kwenye dirisha lijalo la usajili. Lakini hata hawa wachezaji ambao wanaanzia nje wanapaswa wao wenyewe kujitathmini, kwa sababu mwalimu kama anakupa mechi kama hizi za kina Mlandege alafu napoteza, hawezi kukupa mechi ya Simba ama Yanga. Ndio jibu jepesi ama ndio tafsiri rahisi. Kwa hiyo wamerahisisha kazi ya mwalimu kuendelea kwenye mwisho wa msimu ama kuelekea kwenye mwisho wa msimu ambapo dirisha la usajili litakuwa likielekea. Wanaweza kujitetea kwamba hayakuwa malengo yao? Hapana, Singida hawana malengo yote. Tofauti na kwamba wanaweza kwenda kwenye mashindano bila malengo. Na maanisha kwenye ligi kuu hawana malengo ya ubingwa wala zaidi ya top 4. Lakini kupoteza huku shirikisho ilikuwa ni mara ya kwanza. Nafikiri kama wangeweka malengo makubwa. Nasema shirikisho kule walishafika mpaka hatua ya finali. Hawana excuse. Yaani ni either wafike finali ama zaidi ya finali kwa maana ya kuchukua ubingwa, lakini hawana excuse yoyote kwenye muungano kwamba waseme haikuwa target yao. Sio kweli. Walienda wakiwa wanajua umuhimu wa mashindano, wakiwa wanatambua thamani ya wao kushiriki mashindano. No excuse, wametolewa kwa sababu wanastahili kutolewa. Kwa sababu ukiniambia unajua Singida Black Stars mpaka sasa hizi miongoni mwa kitu ambacho wanatamba nacho na wanasumbua jiji ni Sekafa, ambao juzi pia walalamika kwamba hawajapewa pesa zao. Wamepewa kombe bila pesa na mpaka leo hawajapewa. Lakini bado hata Masanza mara kadhaa amekuwa akizungumza, mimi bingwa nina kombe, kuna mtu hana kombe. Mimi bingwa siji bingwa Sekafa. Kwa hiyo hiyo ndo tafsiri ya kupewa chukuchuku. Yaani unapewa kombe tupu alafu pesa tutadai. Kwani wao tu kuna watu walikuwa wanadai, umesahau? Watu walikuwa wanadai hela zao za kombe pia. Wakubwa tu. Kwa hiyo sio bwana, umesahau mpaka press ilifanyika, mbona kunichonganisha na watu bila sababu za msingi. Mbona hampo transparent? Mimi sikumbuki. Transparent ya wapi? Tukumbushe basi. Tukumbushe. Bwana, hata Transchad inatosha, sio lazima tuwe transparent. Bwana, wewe unakumbuka vizuri kabisa kwamba kuna watu walikuwa wanadai na mpaka waliweka press. Mbona hamui wa wazi? Sasa tunazungumzia Singida Black Stars. Wale walioambiwa kwamba nani zilikatwa juu kwa juu. Kimango kilikashwa. Saa 1:16 endelea kusikiliza Bao la Asubuhi. Tuko hapa na mezani yupo Singida Black Stars. Kwa hivyo Upete ameniambia Singida hawezi kujitetea kwa namna, na wewe unaungana naye. Yes, ndio maana nikasema kama lile walikuwa ndio wanatamba nalo. Maana yake washajua ligi pia ngumu. Kwa hiyo maana yake kule ndio ilikuwa sehemu nyingine ya kuchukua kombe la kutamba nalo. Si wanasema wanaitaka kombe la shirikisho. Shirikisho ipi? Hii ya ndani. Hii anacheza na wakina nani ambao washindwa kwenye ligi huko. Sio mchezo pia. Kwamba yaani kama kule kwa Mlandege kule Zanzibar ulikoenda ulienda na mechi, ulikuwa utakuwa ushinde mechi 3 tu ukachukue kombe. Huko unakwenda kukutana na wakamiaji zaidi kuliko kule. Alafu kiwalisia huwezi kuacha kusema eti michuano hii Singida walikuwa hawaitaki. Hapana. Kwa sababu kama ligi kuu huna, maana yake lazima kila mchuano mwingine ambao sio ligi utakuwa tunalitaka. Hatua alizochukua Singida. Sipochukua sasa hii anachukua michuano gani mingine? Sasa amesema anataka kuchukua kombe la shirikisho la ndani. Ila FA la ndani. Hatua alizochukua Singida Black Stars
zinawanufaisha ama bado ni tia maji mpaka sasa? Nafikiri Singida sasa wanachokifanya, lakini msimu ulishaharibika vizuri tu. Kinachosalia pia wanategemea zaidi ubovu. Kinachoharibika kinakwanga vizuri na chenyewe. Wanachotegemea sasa hivi ni ubovu tu wa timu nyingine kwenye ligi yetu. Lakini msimu ulishaharibika, ndio maana wanaingia kwenye mashindano haya wanapia kama picha ya viewers, wanaondoka. Huoni kama watastahimili kuweza kucompete. Lakini hata kwenye ligi kuu pamoja na michuano ile ya FA wanapaswa kuwa makini, vinginevyo kwenye FA hatua zao zinaweza siwe nyingi sana. Unajua kuna wakati ambao mimi nilikuwa natazama hata ile mechi ya Mashujaa, ni wachezaji, sio tu swala la mwalimu ama nani, ni wachezaji wenyewe. Wanafika sehemu ni kama wameenjoy sana, ama wameshafika sehemu ambayo hawaoni tena kama kuna kitu kingine wanachokiwania. Kwa hiyo nafikiri wanahitaji timu nyingine ziwe dhaifu zaidi kushika nafasi ya 4, lakini kwa maana ya competition yao msimu huu hawapo kwenye kiwango bora. Sawa. Napata kidogo tashwishwi. Pata tashwishwi kidogo. Shindo nini? Yaani wasiwasi. Gagaziko. Swahili. Hapo ndo nimekuchanganya. Si Waswahili ati. Sawa, tukiachana na Singida Black Stars ambao huenda boti ya leo ikawahusu. Aya mapema. Sio huenda. Wanafanya waache mji upumue. Kweli. Wanafanya nini? Kule kwanza walipia hoteli kule rafiki yangu. Kweli, hawezi kujifunza kwa waache mji upumue. Warudi. Waache vya watu. Kama sasa nasikiliza redio muda huu. Labda Masanza kwa sababu ligi haiendelee, kama ataamua kubaki kuangalia mechi. Walikuwa busy na Jeffley. Wakasahau leo, wakasahau kujiandaa. Haya. Mchezo mwingine ambao ulipigwa siku ya jana ni Simba Sport ambao walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mafunzo na kuwaondoa kabisa kwenye mashindano. Simba sasa itacheza